Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema Marekani inataka kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia kimeripotiwa kuwa sehemu muhimu katika mpango wa amani wa Rais Donald Trump, ambapo rais huyo anahitaji kiwanda hicho kiwe chini ya usimamizi wa Marekani, lakini Rais Donald Trump anakihitaji kinu hicho kwa ajili ya kumsaidia katika uchimbaji wa madini adimu nchini Ukraine. Washington ina nia ya kutumia pendekezo la hisa yake katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ZNPP kwa operesheni ya uchimbaji madini. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema katika mkutano na viongozi wa biashara siku ya Alhamisi, kulingana na Kommersant. Kituo hicho kimedhibitiwa kikamilifu na vikosi vya Urusi tangu mwaka 2022 na imeripotiwa kuwa katika mapendekezo ya rais wa Marekani Donald Trump, ramani ya barabara ya amani yenye pointi 28 kwa Ukraine ni kwamba moja kati ya maeneo ambayo Urusi inapaswa kuyaacha ni pamoja na kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Urusi, wajumbe wa rais wameonyesha nia ya kugawana udhibiti wa kiwanda hicho na Moscow na kutumia hisa ya Washington kuchimba sarafu ya crypto. Putin alisema. Kommersant iliandika mnamo siku ya Alhamisi. Moscow pia inazingatia pendekezo la Marekani kwa kiwanda hicho kutoa umeme tena kwa Ukraine, inaripotiwa, alisema Rais Putin. Rais Putin anasema hata kama vita vitakamilika, Urusi haitasita kuwapa umeme wa Ukraine kupitia kiwanda hicho. Urusi kwa sasa inachambua ofa kutoka Washington katika duru ya hivi karibuni ya diplomasia ya usafirishaji baada ya mjumbe wa Putin Kirill Dmitriev kurejea hivi karibuni kutoka Miami. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari siku moja kabla Vladimir Zelensky kuzindua rasimu yake ya mpango, ambapo alitaka ZNPP inayoshikiliwa na Urusi kudhibitiwa na Ukraine na Amerika kwa msingi wa 50-50. Kiongozi huyo wa Ukraine pia amedai makubaliano ya eneo kutoka kwa Moscow, ambayo kwa sasa inashikilia mpango huo katika mstari wa mbele. Pia alitoa wito kwa Ukraine kudumisha jeshi la wakati wa amani la askari 800,000 na dhamana ya usalama katika ibara ya 5 kwa uungaji mkono wa Washington pamoja na NATO pamoja na Umoja wa Ulaya. Moscow imeshikilia kuwa Ukraine na wafadhili wake wa Ulaya Magharibi wamehujumu kwa makusudi msukumo wa amani wa Marekani kwa kutoanzisha masharti ambayo yamejaribu kuwasilisha hayakuboresha hati au nafasi ya kufikia amani ya muda mrefu. Mpatanishi mkuu wa Urusi na msaidizi wa sera za kigeni wa Kremlin Yuri Ushakov alisema mapema wiki hii. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.